Katika kurasa za mwanzo za Biblia, tunakutana na simulizi ya mtu mmoja ambaye maisha yake yamekuwa nguzo ya imani kwa vizazi vyote. Huyu ndiye Abrahamu, mtu wa kawaida lakini aliyeitwa na Mungu kwa safari ya kipekee ya imani. Biblia inamuita baba wa mataifa na mfano wa kuishi kwa kutegemea ahadi za Mungu. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, uondoke katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Tukiipata katika Biblia takatifu katika kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Kwa imani Abrahamu akaondoka Uru ya Walkadayo, akaacha nyumba, mali na urithi wake, akamfuata Mungu ambaye hakuwa amemwona kwa macho bali kwa imani. Mungu alimwahidi uzao mwingi, ardhi ya Kanaani, na kumfanya baraka kwa mataifa yote. Lakini changamoto moja kubwa ilibaki: Sara mke wake hakuwa na mtoto. Hata hivyo, Biblia inasema, naye akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Mwanzo 15 mstari wa 6. Imani ya Abrahamu ikawa msingi wa wokovu wa baadaye, kuamini bila kuona. Miaka iliendelea kupita, hakukuwa na mtoto. Kwa hofu ya kukata tamaa, Sara akampatia Abrahamu mjakazi wake Agari. Mtoto Ismaili akazaliwa. Lakini Mungu aliongea wazi, lakini agano langu nitalithibitisha na Isaka, atakayezaliwa na Sara. Mwanzo 17 mstari wa 21. Hii ikawa funzo kwamba ahadi za Mungu hazitekelezwi kwa njia za kibinadamu, bali kwa nguvu zake. Na wakati ulipowadia, Mungu akatimiza ahadi yake. Bwana alimtendea Sara kama alivyoahidi. Sara akapata mimba, akamzalia Abraham mwana wa kiume katika uzee wake, kwa wakati aliokuwa amesema Mungu. Mwanzo 21 mstari wa 1 hadi wa 2. Mtoto huyo aliitwa Isaka, jina linalomaanisha kicheko, kwa sababu furaha yao ilikuwa kubwa mno. Muujiza ulikuwa umewafikia. Lakini safari ya imani haikuishia hapo. Mungu alimjaribu Abrahamu kwa kumwagiza amtoe mwana wake Isaka, mwana wa ahadi, kama dhabihu. Kwa uchungu mwingi Abraham alitii. Alipopandisha kisu, Mungu akamzuia akasema, sasa najua ya kuwa wewe unamcha Mungu, kwa kuwa hukunizuia mwanao, mwana wako wa pekee, kwa ajili yangu. Mwanzo 22 mstari wa 12. Mungu akatoa kondoo wa sadaka badala ya Isaka. Huu ulikuwa kivuli cha dhabihu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu wa pekee, atakayetolewa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Kwa imani yake, Abraham akawa sio tu baba wa Waisraeli, bali baba wa wote wanaoamini. Biblia inasema, kwa hiyo imani ndiyo hesabu ili iwe kwa neema, na ahadi ile ipate kuwa imara kwa wazao wote. Abraham ndiye baba yetu sote. Warumi 4:16. Leo hii kila anayeamini katika Kristo Yesu anahesabiwa kuwa mzao wa kiroho wa Abraham. Safari ya Abraham ni ushuhuda wa imani, utiifu na uaminifu wa Mungu. Kutoka mtu mmoja, Mungu alileta taifa kubwa, na kupitia uzao wake Yesu Kristo, wokovu ukaja kwa ulimwengu wote. Kama Abraham, na sisi pia tunaitwa kuishi kwa imani, si kwa kuona.